Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Yesu, na kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Nay Kaale, na niko tayari sasa kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Na kichwa chetu cha somo ambacho tutakitumia kwa siku hii ya leo ni ujumbe special kwa ajili ya siku ya leo ya mwisho wa mwezi huu wa 3, lakini kesho tutaendelea na muendelezo wa somo lingine. Lakini hili ni somo jipya ambalo Mungu amenipa na nimetamani Roho Mtakatifu amenihimiza ili niweze kuliachilia kwako likusaidie. Maana kuna mahali Mungu anatamani kukuvusha kwenye mwezi huu wa 4, ndio maana akanipa ujumbe huu. Kwa hiyo ni ujumbe maalum kwa ajili ya mwezi huu wa 4 na ninatamani niuachilie kwako ili uweze kukusaidia. Kwa hiyo kichwa chetu cha somo kinasema kuombea mwezi wa 4 au kuombea lango la mwezi wa 4. Maombi ya kuombea mwezi wa 4 au kuombea lango la mwezi wa 4. Tunapozungumzia kuombea mwezi wa 4 au kuombea malango ya mwezi wa 4, mwezi ni nini? Mwezi ni kipindi kilichobeba siku ndani yake. Mwezi ni kipindi kilichobeba siku ndani yake. Na siku ni nini? Kwa sababu kama ndani ya mwezi kuna siku na ndani ya siku kuna masaa. Siku ni muda uliobeba masaa ndani yake. Siku ni muda uliobeba masaa ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nimekupa tafsiri ya neno mwezi ni kipindi kilichobeba siku ndani yake, na siku ni muda uliobeba masaa ndani yake. Na siku ndizo zinazotengeneza mwezi. Kwa sababu tunaposema mwezi maana yake tunazungumzia siku 30, siku 28 inategemea na huo mwezi. Kama ni mwezi wa 2 ni siku 28. Kama ni mwezi wa 3 inaweza ikaenda siku 30 mpaka siku 31. Kama ni mwezi wa 4 inaweza ikaenda siku 30 au 31. Kwa hiyo tunapozungumzia mwezi tunazungumzia ni muda ni kipindi kilichobeba siku. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku lazima ujue kwamba siku ina nguvu, inakuaga na nguvu za kiroho. Siku kama siku inakuwa na nguvu za kiroho kwa sababu ni kitu kilichoumbwa na Mungu. Siku ni kitu kilichoumbwa na Mungu. Miezi ni kitu kilichoumbwa na Mungu. Sio kama ni wanadamu walikaa wakatunga. Biblia inazungumzia habari ya siku, Biblia inazungumzia habari ya miezi. Sasa nataka tuangalie kwanza habari ya siku, alafu tutaenda habari ya miezi. Tuanze na kitabu kile cha Zaburi ya 118. Sasa hapa nakupa mbinu za kuweza kuombea mwezi kiroho. Zaburi ya 118 mstari ule wa 24. Zaburi ya 118 na mstari ni ule wa 24. Biblia inasema, siku hii ndiyo aliyeifanya Bwana, tutashangilia na kufurahi. Siku hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Kwa nataka uone siku inafanywa na Mungu. Mungu ndio aliyeifanya siku. Mungu ndio aliyeumba siku. Na kama Mungu ndio aliyeumba siku, lengo la Mungu kuumba siku ni ili watu wafurahi na kushangilia ndani yake. Ndio maana nasema tutashangilia na kufurahi. Kwa hiyo lengo la Mungu ni wewe ufurahi katika hiyo siku. Lengo la Mungu ni wewe ushangilie katika hiyo siku. Lakini sasa adui hatapenda ufurahi, adui hatapenda ushangilie kwenye hiyo siku. Ndio maana unashangaa siku inakuwa kuna siku inakuwa nzuri, kuna mtu akwambia siku yangu leo imeniendea vizuri, siku yangu haijaniendea vizuri. Manake ukishasema hiyo siku haijakuendea vizuri, manake sio lengo la Mungu kwamba hiyo siku isiende vizuri. Ni lengo la Mungu kwamba hiyo siku yako ikuendee vizuri. Lakini kama haijakuendea vizuri, manake kuna kitu kimefanyika kiroho kikavuruga hiyo siku yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo lengo la Mungu ni sisi tuishi kwa furaha na amani. Tuishi kwa furaha na kwa kushangilia ndani ya siku. Na hivyo hivyo ndani ya miezi. Mungu anataka siku zote za miezi tuishi kwa furaha, tuishi kwa kushangilia, tuishi kwa kumtukuza yeye, tuishi kwa kufanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndani ya siku kuna nguvu za kiroho huwa zinaiongoza siku. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kuaga na nguvu za kiroho zinazoweza kuziongoza siku. Sasa na ndio maana lazima ujifunze kubariki siku yako, kwa sababu siku inaweza kubarikiwa na siku hiyo hiyo inaweza kulaaniwa. Kwa hiyo mtu akilaani siku yako ya Jumatatu, maana yake kila Jumatatu ya huo mwezi wa 4 mfano,
au kila Jumatatu ya mwaka utakutana na visirani vya hali ya juu. Kuna watu kila inapofika Jumatatu wanakutana na visirani. Kila inapofika Jumanne mfano wanakutana na changamoto fulani. Yaani kuna siku wameshaziweka alama. Anakuambia siku fulani sio siku nzuri sana kwangu. Hiyo siku siwezi kufanya biashara, hiyo siku siwezi kufanya mkutano na mtu yote, hiyo siku siwezi kufanya kitu chochote, nikifanya kitu huwa inaharibika. Hiyo siku kuna namna imevurugwa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ni vizuri ukaomba kwa Mungu, ukaombea siku yako, ukaibariki siku yako, kwa sababu siku ina nguvu za kiroho, inaweza kubarikiwa na inaweza kulaaniwa. Na siku, ngoja niweke utangulizi huu. Namba 1, siku inaweza kubarikiwa na siku inaweza kulaaniwa. Hiyo ni namba 1. Alafu nitakwambia na namba 2. Siku inaweza kutumika kama tumbo la uzazi. Sasa nitaanza na namba 1 kwamba siku inaweza kubarikiwa au siku inaweza kulaaniwa. Alafu tutaenda namba 2. Alafu baada hapo tutaendelea na mtiririko mwingine. Fungua na mimi kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 2. Kabla tujaanza kuangalia siku namna gani inabarikiwa, nataka tuangalie namna gani siku inalaaniwa. Alafu tumalize kwa namna gani siku inabarikiwa. Fungua na mimi kitabu kile cha Ayubu mlango ule wa 3. Nataka tuanze kuona namna gani siku inaweza kulaaniwa. Biblia inasema baada ya hayo Ayubu akafunua kinywa chake. Ayubu mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Anasema baada ya hayo Ayubu akafunua kinywa chake na kuilaani siku yake. Nataka uone hiyo sentence, na kuilaani siku yake. Kwa hiyo ile siku ililaaniwa. Ayubu alifunua kinywa akailaani siku. Adui anaweza kufunua kinywa chake akailaani siku yako. Na anapoilaani siku yako, kuna baadhi ya vitu vinaweza vikajitokeza ndani ya hiyo siku. Sasa nitakupa mtiririko hapa. Unaona kwenye mstari wa 2 mpaka wa 7 anasema, Ayubu akajibu akasema, na ipotelee mbali siku ile niliyozaliwa mimi, na usiku ule uliosema mtoto mume ametungishwa mimba. Siku hiyo na iwe giza, Mungu asiangalie kutoka juu, wala mwanga usiingie. Kwa sababu unaona anapoilani siku, kuna vitu vinaingia kwenye hiyo siku. Namba 1 anasema na ipotelee mbali. Maana ile siku inaondolewa kwenye kalenda. Adui anapoilani siku yako, hiyo siku inaondolewa kwenye kalenda. Inaondolewa kwenye kalenda za siku, kalenda za miezi, kalenda za miaka. Bwana Yesu apewe sifa. Na anaposema na ipotelee mbali, maana hiyo siku inapotea, maana hakuna kitu cha maana utafanya hiyo siku kikafanikiwa. Kwa hiyo Ayubu anasema na ipotelee mbali siku ile niliyozaliwa mimi. Kwa hiyo adui anaweza kutumia siku zile. Kuna matukio ya siku ambayo adui anaweza kuyatumia kuvuruga maisha yako. Kwa mfano, Ayubu anaweza kutumia tarehe yako ya kuzaliwa kuvuruga maisha yako. Ayubu anailani siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo unaona tukio lake la kuzaliwa manake liliingiza, yani laana ilipenya kwenye siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo adui anaweza kapenyeza roho ya laana kwenye siku yako ya kuzaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana mimi ninashangaaga watu wengi sana wanafurahigi kusherekea happy birthday. Sikatai, lakini nyuma ya pazia hawapatagi muda wa kuombea hiyo siku na kuibariki. Alafu wenyewe wanaposti tu mitandaoni happy birthday sijui nini. Sikiliza. Wakati unaposti mtandaoni happy birthday sijui nini, wakati huo mwenye roho mbaya, watu wenye nongwa, au watu tunavyoita wenye nongwa, Waswahili wanaita watu wenye nongwa, watu wenye roho mbaya, wanaweza wakaona kumbe ni siku yake. Okay, siku yake kuzaliwa kumbe ni tarehe fulani mwezi fulani. Ana uwezo wa kuishughulikia hiyo siku yako ya kuzaliwa kwa kuilaani na kwa kuiapizia maneno, kuitamkia maneno mabaya. Inapotamkiwa maneno mabaya, hiyo siku inaharibika. Kwa hiyo wewe kila ukifika hiyo tarehe utakutana na manuksi, mamikosi, na kuanzia hapo maisha yako yataanza kuwa na nuksi na mikosi ya hali ya juu. Kama Ayubu aliweza kuilaani siku yake ya kuzaliwa, kuna vitu vilijitokeza kwenye maisha ya Ayubu wakati Ayubu alipoilaani siku yake ya kuzaliwa. Nataka tuangalie hivyo vitu. Kitu cha kwanza Biblia inasema kwenye mstari wa 4, siku hiyo na iwe giza. Manake alipoilaani hiyo siku, manake giza lilikuja likaingia kwenye hiyo siku. Giza linamaanisha nini? Giza linamaanisha shetani. Yesu ni nuru ya ulimwengu, shetani ni giza. Kwa hiyo giza liliingia kwenye maisha ya Ayubu alipoilaani siku yake. Anasema Mungu asiangalie toka juu, wala mwanga usiangazie. Manake hiyo siku ikilaaniwa, Mungu huwa haitazami hiyo siku.
Nimekupa Zaburi ya 118 mstari wa 20, anasema siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kufurahi. Manake hiyo siku aliyoifanya Mungu tutashangilia, tutafurahi. Manake kuna mashangilio ndani ya siku na kuna furaha ndani ya siku. Sasa inapolaaniwa hiyo siku, manake inaondoka kwenye mashangilio, inaondoka kwenye furaha, inaingiwa na huzuni, inaingiwa na giza. Bwana Yesu apewe. Ndio maana Ayubu anasema siku hiyo na iwe giza, Mungu asiangalie toka juu. Manake ikilaaniwa, Mungu anaacha kuitazama hiyo siku. Wala mwanga usiangazie, manake nuru ya Mungu haitaangaza kwenye hiyo siku, manake giza totoro litaiandama hiyo siku. Mstari wa 5 anasema ishikwe na giza, giza tupu. Kwa hiyo unaona siku inapolaaniwa inashikwa na giza, giza tupu. Anasema na wingu likae juu yake, chochote kifanyacho siku hiyo na kiwe giza. Manake anaposema wingu, manake kuna kuja wingu la giza, wingu la kisirani, wingu la matatizo, wingu la magonjwa linakuja kukaa juu yako kwenye hiyo siku. Inategemea huyo anayeilaani hiyo siku anailaani kwa lengo gani. Anataka yani kwamba upigwe na magonjwa, upate hasara, upate visirani, uvurugwe hivyo, mahusiano yako yavunjike. Inategemea yeye analenga nini. Kwa hiyo anasema wingu na likae juu yake, na chochote kifanyacho siku hiyo na kiwe giza na kitishe. Kwa hiyo hicho kinachoisababisha hiyo siku kinakuwa giza. Biblia inasema na kitishe, maana hiyo siku inatiishwa na roho ya adui. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari ule wa 6 anasema tena usiku huo na ushikwe na giza. Manake ule usiku wa Ayubu aliozaliwa, manake uingiwe na roho ya giza. Usihesabiwe katika siku za mwaka, manake siku ikilaaniwa inaondolewa kwenye hesabu ya siku za nini? Siku za miaka. Wala kutiwa katika hesabu za miezi, manake inafutwa kwenye kalenda ya mwaka na kalenda ya mwezi. Na adui akisha kufuta kwenye kalenda ya mwaka na kalenda ya mwezi, ina maana kwamba wewe unaishi nje ya majira na nyakati. Kwa sababu siku, miezi na miaka, Biblia inasema ndio dalili ya majira na nyakati. Sasa adui akikutoa nje ya majira na nyakati, ni rahisi kukushambulia. Na ndio maana kuna watu wengine kimaisha wako nyuma kimaisha. Wako nyuma ya muda, wamevurugwa, wako nyuma ya muda, alafu wenyewe wanajiona wako sawa. Kumbe adui alishaiwahi siku yao akawavuruga. Kwa hiyo adui anaweza kuvuruga siku ambazo zimebeba matukio maalum kwenye maisha yako. Siku ya kwanza inaweza kuwa ni siku yako ya kuzaliwa. Siku ya pili inaweza kuwa ni siku yako ya kumaliza darasa la 7. Ni siku yako ya kumaliza elimu ya sekondari form 4. Ni siku yako ya kumaliza chuo. Manake adui akikamata siku yako ya ile ya unayofanya mitihani ya form 4, manake anavuruga hatima yako ya elimu. Akikamata ile siku ya mitihani yako ya chuo, manake au ile siku umegraduate, manake ana uwezo wa kutwist elimu yako na kuifanya anachokitaka. Manake unaweza ukashangaa unapita kwenye changamoto za kutafuta ajira upate, kumbe ile day una graduate adui alikushikia hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo unachokiona ni kwamba siku inapolaaniwa inafutwa kwenye mwaka na kwenye mwezi. Yaani kwenye kalenda za mwaka inaondolewa, kalenda za miezi inaondolewa. Manake kama ilikuwa ni tarehe 5 umezaliwa labda, au tarehe 31 mwezi wa 3, manake hiyo siku ikilaaniwa inafutwa kwenye hiyo kalenda ya mwaka, inafutwa kwenye kalenda ya huo mwezi. Kwa hiyo wenzako watakuwa na tarehe 31 mwezi wa 3, wewe utakuwa na hiyo tarehe 31 mwezi wa 3, kwa sababu katika ulimwengu wa roho imefutwa. Kimwili itakuwepo, lakini kiroho haipo. Na kama haipo, ina maana kwamba hakuna kitakachoweza kufanyika kwenye hiyo siku kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna matukio hizo, ni kama ndio nimekuambia, kama siku ya kuzaliwa, kama siku ya matukio ya kielimu, kama kumaliza darasa la 7, kumaliza form 4, kumaliza form 6, kumaliza na ni kugraduate chuo. Hizo ni siku ambazo adui akizikamata ana uwezo wa kuvuruga eneo lako la elimu. Siku ile siku ya ndoa, siku ya harusi, siku uliyoolewa. Hiyo siku ni siku zilizobeba matukio muhimu sana kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo adui anaweza kuzitumia kuvuruga maisha yako. Na ndio maana lazima ujifunze kuombea siku zilizobeba matukio muhimu kwenye maisha yako. Kama hiyo siku ya kuzaliwa. Yaani kabla, sijikatai usijiposti kwenye mitandao ya kijamii,
jiposti. Lakini kabla hujajiposti, hebu jikoki kwanza kiroho, uwe vizuri ndio ujiposti. Mimi huwa siwezi kuposti siku yangu ya kuzaliwa kabla sijafunga na kuomba ndani ya siku kadhaa na kuiombea hiyo siku na kuibariki hiyo siku na kuitamkia baraka. Ndipo ile siku inapofika inakuja ninaposti. Kwa hiyo nikifanya vile, adui akitaka kuja kuishambulia hiyo siku anakuwa ameshakwama. Kwa sababu tayari kuna ulinzi wa Mungu unakuja ndani ya hiyo siku. Bwana Yesu apewe sifa. Tumalizie mistari inayofuata pale, alafu tuangalie siku inavyoweza kubarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 7 kwenye Ayubu 3 mstari wa 7 anasema, tazama usiku huo na uwe tasa, wala isiwe ndani yake sauti ya shangwe. Kwa hiyo siku ikilaaniwa inakuaga tasa, haizai chochote. Mungu anaposema siku hii ni siku aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kufurahi. Manake hiyo siku kama ni Mungu, shetani hajafanya siku, aliyefanya siku ni Mungu. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ndo amefanya, ila shetani anaweza kuivuruga siku. Na kama shetani anaweza kuivuruga siku, manake siku hiyo ukiweza kuiombea vizuri itakuzalia matunda. Kila siku ina matunda yake, kila mwezi una matunda yake, na kila mwaka una matunda yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaona utasa unakuja kwenye hiyo siku. Anapozungumzia siku anasema tazama usiku huo na uwe tasa, manake usizae chochote. Kama ni kwenye ishu ya uzao, adui akibana hiyo siku yako labda harusi, anasema siku hiyo waliooana, siku hiyo na iwe tasa. Manake hata mtafute mtoto vipi hamwezi kumpata. Maana adui ameshataiti uzao wenu. Adui akilani ile siku yako ya kugraduate, manake hiyo elimu yako inakuwa tasa, haizai. Manake haitakuletea faida yoyote, hutaona faida ya hiyo elimu. Kadhalika na ile siku yako iliyozaliwa ikiwa tasa, manake hakuna cha maana kitakachozaliwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mstari na kipengele kinachofuata kwenye mstari wa 7. Wala isiwe ndani yake sauti ya shangwe. Nataka uone. Manake siku ikilaaniwa, sauti ya shangwe inaondoka ndani ya siku. Manake siku inakuwa imebeba sauti ya shangwe, sauti ya furaha, sauti ya shangwe inakuwa ndani ya siku. Sasa inapolaaniwa, manake ile sauti inaondolewa ya shangwe na furaha. Kwa hiyo itakuja sauti ya kilio, sauti ya maumivu, sauti ya majonzi, ndio itatawala kwenye hiyo siku. Mstari ule wa 8 anasema, na waulani hao waulanio mchana, hao walio tayari kumwamsha Leviathan. Unapoilani siku unaamsha roho inayoitwa Leviathan. Manake kuna roho inaamka inaitwa Leviathan, ambayo roho inakuja kuleta mapambano kwenye hiyo siku na inapataga nguvu. Yani Leviathan ni roho okay. Ngoja nikupe Isaya 27. Ngoja nikupe huyu Leviathan ni nani? Kwa sababu nikikwambia unaweza kufikiri ni jina la mtu mmoja hivi, kumbe sio jina la mtu, ni roho fulani hivi. Biblia inasema katika siku hiyo, Isaya 27 mstari wa 1, katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu, atamwadhibu Leviathan nyoka yule mwepesi, na Leviathan nyoka yule mwenye kuzongazonga, naye atamuua yule joka aliye baharini. Kwa hiyo unaona Leviathan ni joka aliye baharini. Ni roho ya shetani ambayo inatokea kwenye maji. Ni pepo lililovaa sura ya nyoka. Sasa hili linakujaga kuleta shida kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Linakujaga kuleta shida kwenye maisha ya watu na linavuruga maisha ya watu vibaya mno. Huyu Leviathan huyu ni roho hiyo ambayo lakini inapataga mlango pale siku inapolaaniwa. Kwa hiyo siku ikilaaniwa, manake kuna roho zinakuja kukaa kwenye hiyo siku, zikihakikisha zinatekeleza kile kilichosemwa. Ile laana iliyosemwa ikupate. Yale manuizo, mahapizo yaliyokuwa yameapizwa kwenye hiyo siku yakupate. Kwa hiyo sasa wewe ujifunze kuibariki siku. Nimekwambia siku inaweza kulaaniwa na siku inaweza kubarikiwa. Sasa tunataka tuangalie siku inawezaje kubarikiwa. Mwanzo ule mlango wa 2. Mstari wa 1 na wa 2 na wa 3. Biblia inasema, basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kuifanya kazi yake aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya 7. Nataka uone hiyo sentensi. Mungu akaibariki siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu
katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kuifanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mungu akaibariki siku ya saba. Nataka uone ile sentence, Mungu akaibariki siku. Kwa hiyo siku ya saba ilibarikiwa. Wewe unaweza ukabariki siku yako. Iwe ni leo, ni Jumatatu, unaweza kuibariki kesho, unabariki kesho kutwa, siku zote unaweza kubariki. Kwa hiyo nataka uone anaposema Mungu akaibariki, maana yake ile siku ilibarikiwa, namba moja. Akaitakasa, namba mbili. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Kwa hiyo ukibariki siku na kuitakasa, ndani ya hiyo siku utapata kustarehe. Bwana Yesu apewe sifa. Baraka zimebeba kustarehe. Kwa hiyo unapoibariki siku yako na kuitakasa hiyo siku, maana yake Mungu anakupa kustarehe kwenye hiyo siku. Kama ni kwenye siku yako ya kuzaliwa, Mungu anakupa kustarehe kwenye siku yako ya kuzaliwa, na maisha yako yanakuwa yamebeba starehe. Una starehe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia hiyo ni namba moja. Namba mbili, anasema akaacha kuifanya kazi yake yote aliyoifanya. Maana yake lile neno akaacha kuifanya kazi yake linatokana na neno kupumzika. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akamaliza kazi yake yote kwenye mstari wa pili aliyoifanya, akastarehe siku ya saba. Haleluya. Nataka tuangalie, fungua na mimi kitabu kile cha Hesabu, ule mlango wa 6, mstari ule wa 20 na mstari wa 22 mpaka mstari wa 27. Biblia inasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nenda na Haruni na wanao uambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli, na kuambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Kwa hiyo unaona, unapoibariki siku, Bwana akubarikie na kukulinda. Maanake siku inapobarikiwa inakuwa imebeba ulinzi wa kiungu. Kwa hiyo ukibariki siku yako inakuwa imebeba ulinzi wa kiungu. Hiyo ni namba moja. Kwa hiyo kama umeibariki siku yako, umebariki mwezi wako, maanake huo mwezi unalindwa na nguvu za Mungu. Kwa hiyo adui hataleta mshale wowote. Na ndiyo maana ukiibariki hiyo siku, maanake kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakayenuka kuulaani mwezi wako wa 4, kuvuruga mwezi wako wa 4, kuwapizia manuizo mabaya mwezi wako wa 4, haitafanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo namba moja, siku ikibarikiwa inabeba ulinzi wa Mungu. Namba mbili, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Maanake siku inapobarikiwa inakuwa inaangaziwa na nuru za uso wa Bwana. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili, Mungu anaachilia ufadhili wake kwenye hiyo siku. Ndio maana Biblia inasema Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukufadhili. Maanake Mungu anaweza kukufadhili kwenye hiyo siku, maadamu hiyo siku umeibariki, maadamu hiyo siku imejaa baraka. Mstari ule wa 26, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Maanake siku inapobarikiwa inaachilia roho ya amani. Amani inatawala kwenye siku. Kama unataka kuishi maisha ya amani ya kila siku, jifunze kuamka asubuhi na mapema, iombee siku yako na kuibariki hiyo siku. Maanake mwambie Mungu, ninaibariki sawasawa na kitabu kile cha Hesabu ule mlango wa 6. Bwana ibarikie siku yangu na kuilinda. Aiangazie nuru za uso wake na kuifadhili hii siku ya leo. Ainulie uso wake na kuipa amani. Katika jina la Yesu Kristo, nimeiweka jina la Bwana kwenye hii siku. Hii siku imebarikiwa. Ni siku ambayo tutafurahi na kushangilia katika jina la Yesu. Na kila nitakachokifanya kitafanikiwa. Maana hizo ni baraka umezitamka juu ya hiyo siku. Sasa mimi nimekupa hilo neno la Hesabu 6. Mungu anaweza kukupa neno lolote ambalo atakusemesha moyoni mwake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ambao unaweza kulitumia kuibariki siku yako. Kwa siku inabarikiwa unapoibariki hivyo vitu nilivyokuambia. Cha kwanza, ulinzi wa Mungu. Cha pili, kufadhiliwa na Mungu. Cha tatu, amani ya Mungu inakuja kwenye hiyo siku. Cha nne, Mungu anakupa kustarehe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeona siku inaweza kulaniwa, siku inaweza kubarikiwa. Lakini pia siku inaweza kutumika kama tumbo la uzazi. Siku inaweza kutumika kama tumbo la uzazi. Bwana Yesu apewe sifa. Zaburi ya 110. Nataka nifafanue kidogo alafu tuendelee. Mstari ule wa 3 anasema, watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uwedha wako, kwa uzuri wa utakatifu, tokea tumbo la asubuhi unao umande wa ujana wako. Nataka uone ile neno tokea tumbo la asubuhi. Siku imebeba majira makubwa mawili, imebeba asubuhi na jioni.
Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo, Biblia inasema ule Mwanzo ule mlango wa kwanza ule mstari ule wa 3, Biblia inasema akasema na iwe nuru, na nuru ikawa. Akasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa hiyo siku inaanza jioni, inamalizika asubuhi. Haianzi asubuhi kamalizika jioni. Inaanza jioni, inamalizika asubuhi, inaanza asubuhi, inamalizika jioni. Bwana Yesu apewe sifa kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo sasa unataka uone kwamba anapozungumzia asubuhi, maana yake anazungumzia majira yaliyoko ndani ya siku. Anazungumzia muda ulioko ndani ya siku. Kwa hiyo anaposema kwenye ile Zaburi sasa, watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uweza wako, kwa uzuri wa utakatifu, tokea tumbo la asubuhi. Nataka uone ile sentence, tokea tumbo la asubuhi. Ukisoma hii sentence ya Zaburi ya 110 ule mstari wa 3, anaposema tokea tumbo la asubuhi, maana yake ili neno tumbo anatumia neno womb, maana yake anatumia neno womb of the morning. Kwa hiyo unaona anatumia neno tumbo la asubuhi. Kama anapozungumzia tumbo, anamaanisha tumbo la uzazi. Kwa hiyo siku ni tumbo, imebeba tumbo la uzazi. Kwa kile utakachokisema kwenye hiyo siku kinakuwa mbegu, kinaweza kukuza. Sasa yakipandwa maneno mabaya, yanakuwa ni mbegu mbaya ambazo zitaota na zitaleta madhara kwenye maisha yako. Ukitamka maneno mema, hizo mbegu zitaota na utaona matunda mema, kwa sababu mema na mabaya zote ni matunda. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa inategemea wewe kwenye hilo tumbo lako la asubuhi unalipandia nini. Kwa hiyo kama ni ule mtu wa asubuhi kifika unakusanya shuka, wenzako asubuhi wanaamka wanaingia kwenye maombi, wengine wanaingia mitandaoni wanajiunga na vipindi vya maombi kama hivi tunavyoachilia vipindi vya maombi. Kuna watu wamejiunga pamoja na sisi, maana yake wanataka kuitengeneza asubuhi yao iwe njema. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo umeona mpaka hapo picha ya mwezi ni nini? Mwezi ni kipindi kilichobeba siku ndani yake. Siku ni muda uliobeba masaa ndani yake. Kwa hiyo ndani ya siku kuna lango la asubuhi na lango la jioni. Kuna malango mawili makubwa, asubuhi na jioni. Na ndani ya asubuhi sasa kuna asubuhi, kuna mchana, na jioni kuna usiku. Kwa hiyo ndani ya siku kuna malango makubwa 4. Lango la asubuhi, lango la mchana, lango la jioni na lango la usiku. Kwa hiyo hayo ni malango 4. Bwana Yesu apewe sifa. Na hayo malango 4 yamebeba vitu tofauti tofauti. Asubuhi kuna kitu imebeba, mchana kuna kitu imebeba, jioni kuna kitu imebeba, na usiku wa manane au usiku kuna kitu pia imebeba. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo hayo masaa ya asubuhi, masaa ya mchana na masaa ya jioni ni muda ambao unatengeneza siku. Na ndani ya siku tuna masaa 24. Na ndani ya mwezi tuna siku 30. Ukipiga 24 mara siku 30 unapata masaa ambayo tunaweza kuyatumia kwenye mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwezi, kila mwezi una baraka zake. Kila mwezi unayo baraka zake. Fungua na mimi kitabu kile cha Ufunuo. Kila mwezi unayo baraka zake. Kitabu cha Ufunuo 22. Nataka nikuonyeshe namna gani ujue kwamba kila mwezi unayo baraka zake. Ufunuo 22 mstari wa kwanza na wa pili. Alafu nitafafanua kidogo, alafu nitakupa sasa utaratibu wa namna ya kuombea mwezi huo wa 4. Biblia inasema, kisha nikaonyeshwa mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Na katikati ya njia kuu yake, upande huu na upande huu wa ule mto, ulikuwapo mti wa uzima uzaao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo
ni ya kuyaponya mataifa. Narudia, mstari ule wa pili kwenye Ufunuo 22. Na katika njia kuu yake na upande huu na upande huu wa ule mto uliokuwepo mti wa uzima uzao matunda ya aina 12. Nataka uone huo mti wa uzima unazaa aina 12 za matunda, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, wenye kutoa matunda yake kila mwezi. Manake kila mwezi unayo matunda yake. Mwezi wa kwanza kuna matunda yake, mwezi wa pili una matunda yake, mwezi wa tatu una matunda yake, mwezi wa nne pia una matunda yake, mwezi wa tano una matunda. Kwa hiyo maombi ndiyo atakaye kusaidia ili uweze kupokea yale matunda ambayo Mungu ameyakusudia ndani ya mwezi wa nne. Sasa usipoomba hayo matunda hayawezi kuzaliwa. Na wakati mwingine matunda yale tunayetaka yazaliwe ndani ya mwezi, tunatakiwa tupande mbegu kwenye hilo lango la huo mwezi. Nimekuambia siku inaweza kutumika kama tumbo la uzazi. Kwa hiyo kile utakachokipanda kwenye lile lango la mwezi wa 4 ndicho utakachokivuna. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mfano, twende kwenye kitabu cha turudi kwenye kitabu cha Mithali 13 mstari wa 2. Tuone matunda. Tuone matunda. Nataka tuone matunda. Mithali 13 mstari ule wa kwanza na wa pili. Nitasoma mstari 13 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, mwana mwenye hekima usikiliza mausia ya babaye, bali mwenye dharau usikiliza maonyo. Na mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake, bali nafsi ya mtu haini itakula jeuri. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Maana yake utakula mema kutokana na kile unachokitamka au kile unachokikiri. Biblia inasema mauti na uzima viko katika uweza wa ulimi. Kwa hiyo kile utakachokipanda kwenye hiyo siku ni mbegu ambayo itakusaidia kuzaa mwezi. Kwa hiyo ukiubariki mwezi huo wa 4, manake baraka zile za Mungu zitatembea na wewe kwenye mwezi huo wa 4. Kwa hiyo lazima kila mwezi uwe na neno la kusimamia ambalo litazaa matunda. Biblia inasema neno la Mungu ni mbegu. Neno ni mbegu. Kwa hiyo kama neno ni mbegu, lazima uwe na neno ambalo utalisimamia. Lazima uwe na ahadi ya Mungu ambayo utasimama naye kwenye huo mwezi, ambaye itakuzalia matunda ndani ya huo mwezi. Iwe na ahadi ya Mungu kwenye eneo la uchumi wako, au uwe na ahadi ya Mungu kwenye ndoa yako. Maanake kama unataka kuona ndoa yako ni tofauti kwenye huo mwezi, lazima uwe na ahadi ya Mungu. Kama unataka kuona kazini kwako kuko vizuri, lazima uwe na ahadi ya Mungu. Kama unataka kuona biashara yako mwezi huo wa 4 inakuwa nzuri, lazima uwe na ahadi ya Mungu. Neno ambalo utalisimamia kuombea biashara yako mwezi huo wa 4, lazima uwe na neno, kwa sababu Biblia inasema mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Kile utakachokuwa unakiri kwenye huo mwezi wa 4 ndicho kinachotokea. Ukikiri mabaya, mabaya yatakupata. Ukikiri mema, mema yatakupata, kwa sababu siku ni tumbo la uzazi. Na kama ni tumbo la uzazi, linaweza kuzaa vitu ndani ya mwezi na ndani ya miaka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunapoona kwenye kile kitabu cha Ufunuo anasema kwamba hayo, kwenye kitabu cha Ufunuo 12 sasa tukirudi pale 22 sasa tukirudi pale, unaona anasema kwamba wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani yake, majani ya mti huo ni ya kuponya mataifa. Kwa hiyo kila mwezi kuna matunda ambayo Mungu amekusudia. Kila mwezi kuna baraka ambazo Mungu amezikusudia uzipate. Sasa usipokuwa na mpango mkakati wa maombi, kuna baraka hutaziona kwenye huo mwezi. Na unaweza ukamlalamikia Mungu na kumwambia Mungu, mbona mimi napita kwenye kipindi kigumu? Kwa sababu adui anaweza kuvuruga mwezi wako. Nimekupa mifano ya siku na kadhalika kwenye miezi. Adui anaweza kuvuruga mwezi wako. Kuna watu wanaweza kuingia kwenye mwezi wako wa 4 wakatumia zile falaki. Falaki ni kusoma, ni elimu ya nyota na mwezi, na astronomy, inaitwa astronomy. Kwa kama wewe sio Mswahili isikusumbue, lakini ni elimu ya anga. Wanatumia hizo kusoma nyota, kusoma miezi, kusoma siku. Kwa hiyo wanasoma na kujua kwamba mwezi huu wa 4 utakuwaje kwa huyu mtu. Na wakishajua wanaanza kushughulikia huo mwezi. Mwezi wa 5 utakuwaje kwa huyu mtu, wanaushughulikia. Mwezi wa 6 utakuwaje kwa huyu mtu, wanaushughulikia. Tuliwahi kufanya maombi kipindi fulani, tukamnasa mtu mmoja alikuwa mchawi.
Na kuna moja ya siri nyingi sana alituambia za huko upande wa giza. Na moja ya vitu ambavyo yule mchawi alituambia, alisema kwamba akitaka kuvuruga maisha ya mtu, huwa yeye anatupa majini. Anasema kuna jini ambalo anaweza akatupa jini kubwa ambalo likasimama kwenye huo mwezi. Alafu anatuma majini mengine madogo madogo ambaye yanasimama kwenye siku, na mengine yanasimama mpaka kwenye saa. Kwa yale majini yatakukamata tu, na yatahakikisha yamekudhuru au yamekuvuruga. Kwa hiyo kama yametumwa kukuua kwenye huo mwezi, hayatakukosa. Bila msaada wa Mungu hautachomoka hapo. Kwa hiyo alitueleza kwamba ni namna gani anavyotumia zile roho chafu za shetani kushambulia watu kwa kupitia lango la mwezi, kupitia lango la siku, kupitia lango la masaa. Na baada ya kuniambia hivyo, Roho Mtakatifu moyoni mwangu akanipa ufunuo, ambao ule ufunuo nilianza kuutumia kunisaidia kwenye maisha yangu tangu kipindi hicho. Na ndio maana mimi, watu wengi hawajai kujua, wakati mwingine wanaonaga nimeposti kwenye mitandao ya kijamii, labda nimeandika salamu za mwezi wa kwanza, salamu za mwezi wa pili, salamu za mwezi wa tatu. Maana yake kila mwezi ninaomba na Mungu kuna neno ananipa, na hilo neno huwa nalitumia kama mwanga wa kuniangazia katika njia zangu. Sababu Biblia inasema neno la Mungu ni taa na mwanga utakao kuangazia. Maana yake huwezi kwenda kwenye mwezi wa 4 bila kuwa na lango na ni taa. Huo mwezi unaweza ukawa giza. Maana yake huna taa kwenye mwezi huo wangapi? Wa 4. Sasa kama hauna taa kwenye mwezi wa 4, uwe na uhakika utatembea kwenye giza na adui atakubomoa. Kwa hiyo neno ni taa na mwanga utakao kuangazia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo baada ya pale nilijifunza kitu kikubwa sana ambacho kimenisaidia, na mimi Roho wa Mungu amenisisitiza leo nikupe ujumbe huu ambao utakusaidia. Ujifunze kuombea kila mwezi wako, sio tu mwezi wa 4 ambao tunaingia. Ujifunze kuombea mwezi wa 4, na ukija mwezi wa 5 ujifunze kuombea, na wa 6 na wa 7 ujifunze kuombea huo mwezi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna hatua chache unaweza ukazichukua kama hatua 7 ambazo zinaweza kukusaidia kwa ajili ya kuombea mwezi wako wa 4. Hatua ya kwanza ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi uliopita. Kwa mfano leo ni tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa hiyo tutamshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi huu wa 3, kwamba Mungu tunakushukuru, na tutatumia Zaburi ya 147. Na ni Zaburi ya 107 ule mstari wa kwanza. Kisomba nasema haleluya. Zaburi ya 107. Haleluya. Nataka tuisome hiyo Zaburi ya 107 ule mstari wa kwanza ili upate picha itakayoitumia. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ukisoma Zaburi ya 107 mstari ule wa kwanza inasema hivi: Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa ajili ya kukupa huo mwezi. Amekulinda, amekutunza, amekusaidia pamoja na changamoto zote umepita, lakini Mungu amekuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo mshukuru Mungu. Hata kama kuna malengo na mipango ulikuwa umeiweka ndani ya mwezi wa 3 hujaweza kuifikia, chukua nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya huo mwezi. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, omba toba juu ya makosa na dhambi ulizozifanya ndani ya mwezi huo. Kwa sababu toba inampa Mungu nafasi ya kuingilia kati na kukusaidia. Kwa hiyo lazima utubu. Kama kuna mahali popote ambapo umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hujatembea katika njia za Mungu ndani ya mwezi wa 3, mwambie Mungu nisamehe na Mungu ni rehemu. Na ukisoma kitabu kile cha Isaya ule mlango wa kwanza, ni neno ambalo unaweza ukasimama nalo. Isaya 1 ule mstari wa 18 inazungumza, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, na zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo anaposema haya njooni tusemezane, manake huo ni wito ambao Mungu anatoa wa kutubu. Kwa hiyo hatua ya pili, tubu juu ya dhambi zako na makosa yako uliyoyafanya na namna ulivyoenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Yamkini kuna kitu Mungu alitaka ufanye kwa mwezi wa 3 huku ukifanya. Kuna njia ambayo Mungu alitaka uitembee, huku umetembea kwenye njia zako na sio kwenye njia za Bwana. Kwa hiyo ni vema ukaenda mbele za Mungu kwa toba na kumwambia Mungu nisamehe, na naomba mwezi wa 4 utembee pamoja na mimi na uso wako uende pamoja na mimi. Jambo la tatu, ng'oa kila pando la ibilisi au ng'oa kila pando la adui alilolipanda ndani ya mwezi huo.
Nimekwambia siku inaweza kutumika kama tumbo la uzazi. Kwa hiyo adui anaweza kupanda magonjwa, anaweza kupanda madeni, anaweza kupanda roho ya madeni kwenye hiyo siku, anaweza kupanda matatizo. Kwa hiyo na wewe usipokuwa makini, unaweza ukajikuta ndani ya hiyo siku kuna vitu vinaweza vikavurugwa. Mstari ule wa 13, Mathayo 15:13 ni andiko la msingi ambalo unaweza kulisimamia kwenye hiyo agenda ya 3. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni litang'olewa. Kwa hiyo ng'oa kila kilichopandwa. Ng'oa roho za magonjwa, ng'oa roho za madeni, ng'oa roho za balaa, ng'oa roho za visirani, mikosi, matatizo, machangamoto yote uliyokutana nayo mwezi wa 3. Hakikisha umeyang'oa na umemwambia Mungu, hizi changamoto hazitakwenda pamoja na mimi katika mwezi wa 4. Kwa sababu nataka nikuambie kitu kimoja ambacho hujawahi kukijua. Ukisoma Isaya 47 ule mstari wa 13, kuna vitu nataka uone. Maanake kuna watu wanatabiri mabaya, kuna watu wanafanya ushirikina kwenye malango ya mwezi. Sasa wewe usiposimama kwenye hilo lango la mwezi ukang'oa hicho kilichopandwa, kitakuletea shida, utakutana na mabalaa vibaya mno. Isaya 47 ule mstari wa 13 anasema, simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitaabisha nao tangu ujana wako, labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Huo ni mstari wa 12 kwenye Isaya 47. Mstari wa 13, umechoka kwa wingi wa mashauri yako, basi na wasimame hao wazijuao falaki. Manake wajuao nini? Usomaji wa nini? Wa nyota hizo na mwezi na nini na vitu vingine. Watazamao nyota, watu wanaojua kutazama nyota. Watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wanaotabiri. Kwa hiyo adui anaweza kusimama na kutabiria mabaya mwezi wako wa 4. Kwa hiyo hayo ni mapando ambayo adui amekupandia. Kwa hiyo unatakiwa usimame, ung'oe kila pando adui alilolipandikiza. Adui anaweza kutabiri mabaya kwenye ndoa yako, adui anaweza kutabiri mabaya kwenye biashara yako, adui anaweza kutabiri mabaya. Adui anaweza kufanya ushirikina wa hali ya juu kwenye ndoa yako. Unaweza ukashangaa kwenye uchumi uko vizuri, lakini kwenye ndoa unakutana na balaa vibaya mno. Shetani unajua ni mpuuzi, na usipomshughulikia atakushughulikia. Na ndio maana kuna mtu mmoja akaniambia yeye zamani kuna mtu alikuwa anamchezea. Sasa huyo mtu ameshaokoka sasa. Akaniambia zamani kuna mtu alikuwa anamchezea, akaenda kwa mganga kumshughulikia huyo mtu aliyekuwa anamchezea zamani. Na alipofika kwa ule mganga alifanya vitu vyake vya kishirikina. Baadaye akachukua vyuma viwili. Sasa sijajua ni vyuma vya shaba au vyuma vya vyuma, mimi sikujua, lakini aliniambia alichukua vyuma viwili. Baadaye akawa kuna vitu ananuiza, alafu anamwambia gonganisha hivyo vyuma, gonganisha hivyo vyuma, gonganisha hivyo vyuma. Vile vyuma vikawa vinagongana. Sasa kilichotokea wakati anagonganisha hivyo vyuma, manake kumbe alikuwa analeta roho ya migongano kwenye ndoa ya yule mtu aliyekuwa anamchezea. Na kuhakikishia watu, anakuambia walikuwa wanagombana, wanapigana barabarani, wanapigana nyumbani, wanapigania kwenye makochi, kwenye vitanda, kila mahali wanapigana. Yaani kitu kidogo tu hasira, mwanamke analipuka, mwanaume analipuka, wanapigana. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kuna migogoro na mapigano ndani ya ndoa. Kumbe adui alishakuseti. Kwa hiyo hilo ni pando adui alilipandikiza la kishirikina. Ni namna gani unaling'oa? Unalitakiwa uling'oe kwenye maombi, kwa sababu Biblia inasema kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni litang'olewa. Adui anaweza kukupandia magonjwa, adui anaweza kukupandia kisirani kwenye huo mwezi. Ndio maana unashangaa kuna watu kila ikifika mwezi wa 3 kwa visirani. Mwingine anakuambia huu mwezi wa 4 sio mzuri sana. Mwezi wa 4 huwa uagi mzuri kwangu. Maana yake huo mwezi umepandiwa kisirani kwako. Lazima ufanye maombi ya kung'oa hayo maroho ya shetani na maroho mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo adui anaweza kupandia laana kwenye huo mwezi wa 4. Kwa hiyo wewe ni kufuta kila laana. Mwambie Mungu, kila laana iliyotumwa juu yangu haitafanikiwa. Kila silaha za kichawi futa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo ni pointi ya 3. Pointi ya 4, amrisha baraka za Mungu zije ndani ya mwezi huo wa 4 au mwezi wako wa 4. Amrisha baraka za Mungu zije ndani ya mwezi wa 4. Maana yake ukisoma kitabu kile kitabu cha Ayubu 38 ule mstari wa 12. Ayubu 38:12 inasema, je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zinapoanza?
Umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Nataka uone sentence. Umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza. Je, umeamuru? Manake umeamrisha, yani umekomandi asubuhi yako iweje. Umekomandi siku yako iweje. Umekomandi mwezi wako wa 4 uweje. Manake kile utakacho kikomandi kwenye mwezi wa 4 ndicho kitakachokuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukikomandi baraka za Mungu zije kwenye mwezi wa 4, baraka za Mungu zitakuja ndani ya huo mwezi wa 4. Usipokomandi kwenye mapambazuko ya mwezi wako wa 4, adui anaweza kutumia huo mwezi kukuvuruga na kukupiga vibaya mno. Kwa hiyo sasa lazima uamrishe baraka za Bwana zije. Useme, na amuru baraka zile Mungu alizokusudia mwezi wa 4 zije kwenye maisha yangu. Natamka baraka mwezi wangu wa 4. Kila balaa zilizotumwa hazitanipata, visirani, maneno yote, manuizo, maapizo, kila roho zote chafu ninazikemea kwa jina la Yesu Kristo. Hazitapata nafasi kwenye maisha yangu. Tumia Zaburi pia ya 33. Ule mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, maana yeye alisema ikawa, yeye aliamuru ikasimama. Manake kile utakachokisema kitakuwa. Kile utakachokiamuru kitasimama. Ukiamrisha baraka zitasimama kwenye hilo lango la mwezi wa 4. Ukiamrisha baraka kwenye lango la siku zitasimama. Ukiamrisha baraka kwenye miezi yako iliyobakia ya mwaka 2025, hizo baraka zitasimama kwenye huo mwezi. Biblia inasema, maana yeye alisema ikawa na yeye aliamuru ikasimama. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, hutangua makusudi ya watu. Kwa hiyo Mungu anaweza kubatilisha makusudi mabaya ya watu wa mataifa na kubatilisha mashauri ya watu. Haleluya. Kwa hiyo ombea hiyo siku yako, iamrishie baraka. Tamka baraka kwenye hilo lango la siku. Hilo ni jambo la 4. Jambo la 5, fanya agano la Mungu kwa mwezi huo kwa kupitia sadaka na maombi. Kwa hiyo usiingie mwezi wa 4 kirejareja. Ingia kwenye lango la mwezi wa 4 ukifanya agano na Mungu. Unaweza kufanya agano na Mungu kwa kupitia ile Zaburi ya 50. Ule mstari wa 6 na ule mstari wa 10 na mstari wa 5 na ule mstari wa Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 inasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Biblia inasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami na dhabihu. Agano ni nini? Agano ni makubaliano yanayolenga faida kutokana na pande mbili. Kwa hiyo unapofanya agano na Mungu, mwambie Mungu, ndani ya mwezi wa 4 ninaomba unifanyie 1 2 3, na mimi nitakufanyia 1 2 3. Ingia agano na Mungu. Wekeana makubaliano na Mungu. Mungu, mwezi wa 4 nitafanya kitu hichi kwenye ufalme wako, na wewe naomba ufanye jambo hili kwenye maisha yangu. Mungu, mwezi wa 4 nitafanya jambo fulani, aidha kwa ajili ya watoto yatima au kwa ajili ya huduma au kwa ajili ya nini, na mimi naomba ufanye kitu fulani kwenye maisha yangu. Nataka unifanyie 1 2 3, na mimi nitakufanyia 1 2 3. Hayo ni makubaliano. Kwa hiyo unaweza ukaweka makubaliano kwa njia ya maombi na kwa njia ya nini? Kwa njia ya sadaka. Kwa hiyo ukisoma ule mstari wa 5 anasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu wanaofanya agano nami kwa njia ya dhabihu. Kwa hiyo unaona, unaweza kufanya agano na Mungu kwa njia ya sadaka na Mungu akalisikiliza hilo agano lako. Mstari ule wa 14, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Kwa hiyo anasema kwamba unapomwekea Mungu au fanya agano na Mungu kwa njia ya sadaka, au mwekee Mungu nadhiri. Mwambie Mungu, mwezi wa 4 naweka nadhiri kwamba ukinisaidia nitafanya 1 2 3. Mwekee Mungu nadhiri ambayo hiyo nadhiri utakayomweka, Biblia inasema ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na utanitukuza. Kwa hiyo ukimwekea Mungu nadhiri kwenye lango la mwezi wa 4, Mungu anaweza kukusikiliza wakati unapomuita. Biblia inasema ukaniite siku ya mateso. Kwa hiyo ukimuita wakati unapita kwenye changamoto, Mungu atakumbuka ile nadhiri uliyomwekea kwenye ile lango la mwezi wa 4 na atakubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo fanya agano na Mungu fanya agano na Mungu kwenye mwezi huu wa 4 kupitia maombi na sadaka. Hilo ni jambo la 5. Jambo la 6, achilia damu ya Yesu iweke ulinzi kwenye lango la mwezi wako wa 4 na lango la siku 30 za mwezi wa 4. Achilia damu ya Yesu ikaweke ulinzi kwenye lango lako la mwezi na malango ya siku zote za mwezi wako wa 4.
Damu ya Yesu ina nguvu ya kuzuia pigo lolote ambalo adui atakalolileta kwenye maisha yako. Kwa hiyo unaweza kuachilia damu. Na hii tunaipata kwenye kitabu kile cha Kutoka 12. Kitabu cha Kutoka 12 ule mstari wa kwanza na wa pili na ule mstari wa 13. Biblia inasema, Bwana kanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri na kumwambia, mwezi huu mwanake utakuwa mwanzo wa mwezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Twende kwenye ule mstari wa 13. Asema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakalowapiga nchi ya Misri. Kwa hiyo unaona Mungu anampa Musa maelekezo ya kuchukua mwanakondoo na wamchinje na wapake zile damu katika vizingiti vya juu na katika miimo miwili ya malango. Na Mungu anasema nitakapoiona damu, maana yake nitamzuia mharibu asiingie ili kufanyaje? Ili kuharibu. Kwa hiyo damu ina uwezo wa kuzuia roho za adui, kuzuia mapando ya kishetani yasiweze kupandwa kwenye siku zako na yasiweze kupandwa kwenye mwezi wako. Kwa hiyo unapoachilia damu ya Yesu inaweka ulinzi. Na anapozungumzia kwa nini wana wa Israeli watumia damu ya mwana kondoo, kwa sababu Biblia inasema Yesu ni mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo hiyo ni picha ilikuwa ya agano la kale. Sisi kwenye agano jipya walikuwa wanatumia damu za kondoo kwenye agano la kale. Kwenye agano jipya sisi tunatumia damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu inaweza kuweka ulinzi. Inaweza kuzuia kila roho za uadui, roho za shetani, kila pando la ibilisi lililopandwa kwenye mwezi wako wa 4. Kwa hiyo Mungu anaweza kuweka zuio kwamba hakuna chochote kibaya kitakachoingia kwenye mwezi huu wa 4 katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka mwezi wa 4 umepewa wewe, mpagani amepewa huo mwezi wa 4. Wewe unayemcha Mungu umepewa mwezi wa 4. Mganga naye amepewa mwezi wa 4. Wachawi nao wamepewa mwezi wa 4. Kwa hiyo sasa tofauti yako ni ile utakayoleta kwa kufanyaje? Kwa kufuata hizi kanuni za kiroho na kuomba. Wao wana kanuni zao. Na wewe lazima uwe na kanuni zako za kiroho za kutumia ili uweze kuombea huo mwezi wako wa 4. Ya mwisho, mshukuru Mungu kwa ajili ya kukupa mwezi huo wa 4. Biblia inasema ni jambo jema kumshukuru Bwana. Ni jambo jema kumshukuru Bwana. Kwa hiyo jifunze kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa ngapi? Wa 4. Nataka tupate nafasi ya haraka kwenda kuombea lango la mwezi wa 4. Hizo ni chache nimekupa. Jambo la kwanza tutaanza na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa 3 huu na hii siku ya mwisho ya mwezi wa 3. Alafu namba 2 tutaendelea kuomba kwa ajili ya kutubu juu ya mambo yote tuliyofanya. Jambo la 3 tutang'oa chochote kilichopandikizwa kwenye mwezi huu wa 3 na kwenye mwezi wa 4 tutang'oa manake. Na jambo la 4 tutaamrisha baraka za Mungu zije kwenye mwezi wa 4. Jambo la 5 tutafanya agano na Mungu kwa ajili ya mwezi wa 4 kwa kupitia maombi na sadaka. Na jambo la 6 tutaachilia damu ya Yesu. Na jambo la 7 tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasimama mbele zako tena, ninakushukuru na kuinua na kukutukuza kwa ajili ya mwezi wa 4 ambao ni Mungu mwezi ulioifanya tunafurahi na kushangilia ndani yake. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya mwezi wa 3 pia uliopita. Pokea sifa, heshima na utukufu na adhama. Wewe ni Mungu ambaye umetusaidia kwenye mwezi wa 3. Tunakutukuza Mungu na kukuinua kwa ajili ya mwezi huo. Umetulinda, umetutunza, umetuvisha, umetunywesha. Mungu, pokea sifa, heshima na utukufu. Tunashuka chini ukainuliwe juu. Asante Mungu kwa sababu ya neema yako. Maana umesema ni jambo jema kumshukuru Bwana. Nasi tunakuja mbele zako tunakushukuru kwa sababu ya matendo yako ya ajabu umeyafanya ndani ya mwezi wa 3. Nasi tunapoenda kuingia mwezi wa 4, tunaomba neema yako Bwana na nguvu zako ziende pamoja nasi. Nasi tunasimama madhabahuni pako, tunatubu kabisa kwa ajili ya mambo yote tuliyofanya ndani ya mwezi wa 3. Mungu, tunaomba uturehemu na kutusamehe mahali popote ambapo hatukutembea katika njia zako. Dhambi yote tuliyoifanya, tunaachilia damu ya Yesu ikafute uovu wetu na makosa yetu na dhambi yetu. Tunamimina damu ya Yesu kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 31. Bwana, chochote tulichokifanya ndani ya mwezi huo, tunaomba rehema zako, tunaomba msamaha wako. Bwana, uturehemu, Bwana utusamehe, Bwana ututakase kwa damu ya Yesu Kristo na katika jina la Yesu Kristo. Maana umesema kwenye kitabu kile cha Isaya, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama sufu. Nasi tunatubu na kuomba uturehemu na kutusamehe. Na kama kuna jambo lolote ambalo tumelifanya mwezi wa 3 ambalo alikupendezi, alikufurahishi, Mungu wetu na Baba yetu, tunaomba rehema, tunaomba masamaha. Katikati ya ghadhabu yako kumbuka toba, katikati ya ghadhabu yako Bwana kumbuka rehema. Rehema na msamaha zinawe Mungu ketie mahali pasiri palipoinuka katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaiachilia damu yako Bwana ikatutaka
kututakasa na kutusafisha. Tunatubu juu ya dhambi yoyote ambayo tumeifanya, juu ya makosa yote tuliyofanya, juu ya uovu wote tuliyofanya, na kila pando la dhambi lililopandikizwa ndani ya nafsi zetu, roho zetu na miili yetu. Kwa damu ya Yesu tunamwaga damu yako ya Pasaka, tunang'oa kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni. Tunaingia katika ulimwengu wa kiroho sasa, tunang'oa mapando ya magonjwa yaliyokuwa yamepandwa kwenye mwezi wa tatu, roho za madeni zilizopandikizwa, roho za balaa na mikosi na kisirani, na kamata maroho ya uchawi na uganga na urozi, na vunja na kung'oa kila roho za uharibifu katika jina la Yesu. Mapepo yaliyotumwa kuleta uharibifu kwenye maisha yetu, magonjwa yaliyokuwa yamepandikizwa kwenye lango la mwezi wa tatu, ajali na mauti zilizopandikizwa kwenye huo mwezi, tunavunja na kusambaratisha katika jina la Yesu. Kila pando la ibilisi tunaling'oa, kila pando la kishetani tunaling'oa, kila pando la kiganga tunaling'oa, kila pando la ibilisi tunaling'oa. Tunavunja madhabahu zote za kishetani, maroho ya kichawi yapigwe, maroho ya kiganga yapigwe, maroho ya kuzimu yapigwe, manguvu ya giza yavunjwe na kusambaratishwa kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Tunaombea lango la mwezi wa tatu, Bwana, liwe lango la baraka, liwe lango la neema, liwe lango la kibali katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rapa kosanto babakanda rabosia, rikra seta bahando robosaika, regroza babahanda rabokorobo kosira, katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichopandikizwa kwenye mwezi wa tatu juu ya msikilizaji anayenisikiliza, ninaking'oa hilo pando hata ingia nalo mwezi wa 4. Ninang'oa roho za kisirani, ninang'oa roho za balaa, ninang'oa roho za mikosi, ninang'oa roho za magonjwa, ninang'oa roho za mauti, ninang'oa roho za kufeli, ninang'oa roho za hasara kwa jina la Yesu Kristo. Ninang'oa roho za utasa, huo utasa utaingia nayo mwezi wa 4. Ninavunja na maroho ya utasa kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Utasa kwenye ndoa, utasa kwenye biashara, tunang'oa kila pando la utasa. Tunafuta laana za kipepo zilizotamkwa na maapizo ya kishetani kwenye mwezi wa tatu. Tunaharibu kabisa hizo roho, hazitamshikilia, hazitamfunga kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako Bwana, uweza wako Bwana upate kupita kwa damu ya Yesu Kristo na katika jina la Yesu. Tunang'oa kila pando la ibilisi, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Tunang'oa kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni, laana zote za kipepo zilizotamkwa, wote wanaotabiri mabaya kwenye mwezi wa tatu na wa 4. Tumefuta kabisa mapando ya ibilisi ya mwezi wa tatu. Tumeng'oa kila pando la ibilisi lililopanda kwenye mwezi wa 4. Tunaingia katika ulimwengu wa roho. Tunafuta chochote kwenye siku zote 30 za mwezi wa 4. Tunaziombea, tunaachilia baraka za Bwana kwenye huo mwezi wa 4. Tunaamrisha baraka sasa. Tunaenda kwenye agenda ya 4 kuamrisha baraka za Mungu kwenye mwezi wa 4. Baba, tunaachilia damu yako, tunaamrisha mapambazuko ya mwezi wa 4. Baraka za Bwana zikapate kuingia kwenye malango. Tutafanikiwa kwenye biashara, tutafanikiwa kiuchumi, tutafanikiwa kwenye ndoa. Tunatamka baraka za Bwana, na Bwana ubarikie mwezi wa 4 na kuulinda, auangazie nuru za uso wake na kufadhili, auinulie uso wake na kuopa amani. Na aliweka jina lake Bwana kwenye mwezi wa 4. Mwezi wa 4 utakuwa ni wa baraka, mwezi wa 4 utakuwa ni wa kuinuliwa, na nuru itaangaza kwenye mwezi wa 4, na mwanzo mpya utaangaza kwenye mwezi wa 4. Kama ile siku ya 4 Bwana uliweza kuumba mianga miwili mikubwa, ukaumba ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku, na ukasema hizo ndio dalili za majira na nyakati. Nami natangaza katika jina la Yesu, malango ya mwezi wa 4, nuru ya Kristo ikaangaze kwenye hiyo malango ya mwezi wa 4. Na neno lako linasema na iwe nuru, na nuru ikawa. Nami natamka mwezi wa 4, naamrisha nuru za Bwana ikaangaze kwenye mwezi wa 4, ikaangazie kila mmoja anayenisikiliza na kunifuatilia. Naamrisha mapambazuko ya asubuhi, natangaza baraka za Bwana kwenye malango ya asubuhi, natangaza baraka za Bwana kwenye malango ya mchana, natangaza baraka za Bwana kwenye malango ya usiku, ya jioni na usiku, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Na ziruhusu nguvu za Mungu zikapite kwenye malango ya mwezi wa 4. Huo ni mwezi uliobarikiwa. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, natangaza katika damu ya Yesu, baraka za Bwana zikapate kupita. Ninavunja kila roho za uharibifu zinazozuia baraka za Bwana. Natamka baraka za Bwana, baraka za Bwana zitamiminika. Nitakuwa na afya njema, familia yangu itakuwa na afya njema. Msikilizaji anayesikiliza, namtamkia afya njema, namtamkia baraka za Bwana. Naamrisha baraka za Mungu zikamiminike, naamrisha baraka za kiuchumi, naamrisha malango ya fedha kafunguke kwenye mwezi wako wa 4 katika jina la Yesu Kristo. Naamrisha malango ya uchumi yatakuwa wazi sasa na Isaya 60:11. Natangaza katika jina la Yesu, natangaza afya njema katika jina la Yesu Kristo. Karaba santa babakanda rabosia. Natangaza uponyaji kwenye lango la mwezi wa 4. Mungu na akuponye na magonjwa yote ya kimisri yaliyo kutesa na kukusumbua katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Natangaza baraka za ndoa, wale ambao hawana ndoa Mungu akawafungulie lango la ndoa kwenye mwezi wa 4, wakakutane na wapendwa wao
katika jina la Yesu Kristo. Karabasanta babakanda rabosia rikrosaya bababahoza mahanda, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Natangaza baraka za Mungu zikapite kwenye lango la mwezi wa 4. Kila roho za kisirani zilizotumwa juu yako kazini, zilizotumwa juu yako kwenye biashara, nimezing'oa na kuziondoa katika jina la Yesu Kristo. Natangaza baraka kubwa za Mungu zikamiminike, na Mungu akupe umande wa mbinguni kwenye mwezi wa 4, na manono ya nchi ya Tanzania ukayale mwezi wa 4 katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo. Ubarikiwe wewe na uzao wako, mwezi wa 4 ukawe wa baraka juu ya kwako na juu ya watoto wako na juu ya uzao wako na familia yako. Nimebariki mwezi wa 4 unaenda kuwa wa baraka kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya lango la mwezi wa 4. Baraka zako zikadumu kwenye mwezi huo katika jina la Yesu Kristo. Nimeubariki na nimevunja kila roho za laana, mikosi, balaa na kisirani hazitakuwepo kwenye lango la mwezi wa 4. Nami nimetamka baraka za Mungu, na Bwana ubarikie mwezi wa 4. Mungu akaubariki mwezi wa 4 ukafanyike baraka kwenye maisha yako, na Mungu akakutokea kwenye mwezi wa 4 kama alivyomtokea Shadraka, Meshaki na Abednego. Akakutokea kwenye hiyo biashara yako, akakutokea kwenye hiyo ndoa yako, na ukapate suluhisho na kila changamoto unayopitia. Ninaitangazia leo ni mwisho. Natangaza sasa na Naumu 1:9 neno lako lasema kwamba hayo mateso hayatainuka mara ya pili. Natangaza mwezi wa 4 hiyo roho ya mateso nimeikomesha, haitainuka mara ya pili kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai na katika damu ya Yesu. Mungu imidiwe na kutukuzwa. Tunaenda kuombea agenda ya 5, kufanya agano na Mungu. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu nimesimama mbele zako Bwana, kwa kupitia dhabihu niliyosimama nayo. Ninaombea mwezi huu wa 4 katika jina la Yesu Kristo. Huu mwezi wa 4 ukafanyike wa baraka. Pokea sadaka hii ninayetoa, pokea sadaka watoto wako watakazozitoa katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo. Bariki maisha yao Bwana kama sawasawa na neno lako. Ninaomba mwezi huu, tumekujengea madhabahu mwezi huu wa 4 kama Yakobo alipokujengea madhabahu Bwana kule Elbetheli, ukambariki Mungu Mwenyezi. Ninaombea mwezi wa 4 ukawe wa baraka kwenye maisha ya watoto wako, kila mmoja Bwana akabarikiwe mwezi wa 4, na mahitaji yote atakayeambatanisha na sadaka hizo tunaziombea na tunafanya agano na wewe Mungu. Ukatubariki mwezi wa 4 na tutakutumikia wewe Mungu na wala hatutakuacha. Simama pamoja nasi na kutusaidia. Neema yako isipungue kwenye maisha yetu katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Nguvu zako za kiagano zitufunike, nasi tunasimama mbele zako Bwana tukiwa tumeomba kwa kupitia maombi na dhabihu hizo. Bwana utukumbuke na kutusaidia na kutubariki Mungu Mwenyezi. Tunaenda kwenye agenda ya 6, tunaendelea kuomba agenda ya 6. Achilia damu ya Yesu. Baba, ninaachilia damu yako ya thamani kamiminike kwenye lango la mwezi wa 4 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30. Ninaitakasa hiyo tarehe na kuiweka wakfu mwezi katika jina la Yesu, ukapate kuwa ni mwezi wa baraka. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo na kuweka wakfu mwezi huu. Ninaomba ulinzi wa Mungu ukapate kuwa juu ya mwezi huu, kama neno lako linavyosema kwamba Bwana akubarikie na kukulinda, na Bwana ukaulinde mwezi huu katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo. Na kama neno lako linavyosema kwamba utulinde kama mboni ya jicho lako, na chini ya uvuli wa mbawa zako tufiche. Mwezi huu wa 4 Bwana ukatulinde na kutuficha chini ya kivuli cha damu ya Yesu Kristo, na shetani pamoja na malaika zake waasi wasipate kutuona. Tunaachilia malaika wa Bwana kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 4 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 4. Tunasimamisha malaika kwenye kila lango la siku. Tunaachilia malaika wa Bwana wakasimame kwenye malango ya siku zote 30 za mwezi wa 4 katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunavunja kila roho za balaa, mikosi na kisirani hazitasimama. Tunaachilia damu ya Yesu ikaweke ulinzi. Tunanyunyuza damu ya Yesu ikaweke ulinzi. Tunazuia kila roho za uharibifu hazitasimama pamoja nasi kwenye mwezi wa 4. Na neno lako lasema utakapoiona hiyo damu utamzuia mharibu asiingie kuharibu. Na tumeachilia damu ya Yesu, tumezuia roho zote za uharibifu. Tumeimwaga damu ya Yesu kwenye siku zote 30 za mwezi wa 4, na tumeziweka wakfu kuanzia sasa. Adui hatazitumia wala hatazivuruga, na mwezi huo utakuwa wa baraka, wa neema na kibali. Na damu yako inaenena mema, ikanene mema kwenye lango la mwezi wa 4 na siku zote za maisha yetu katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu. Nena mbele za Mungu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa 4. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru, tunakuinua, tunakutukuza. Pokea sifa na heshima na utukufu. Asante kwa kutupa neema na kibali kwa ajili ya mwezi wa 4. Tunakutukuza Mungu kwa sababu umefanya hayo yote tuliyaomba, na neno lako lasema yale yote tunayoomba tuamini kwamba tutayapokea, nasi tumeyapokea Bwana. Na tunashukuru baraka zako ambazo zimeminika kwenye maisha yetu. Tunauweka mwezi wa 4 wakfu kwako, na tunaziruhusu baraka zako zikapenye na kupita kwenye lango la mwezi wa 4 katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Uhimidiwe na utukuzwe Mungu milele yote, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa upendo wako na baraka zako, na asante kwa sababu ya uaminifu wako Bwana, katika damu yako Yesu Kristo na katika jina la Yesu. Tunakutukuza Mungu Mwenyezi kwa sababu utasimama pamoja nasi mwezi wa 4, na ulinzi wako na baraka zako zitakuwa juu yetu, na hakutafanyika uchawi wala uganga, na kila silaha itakayeinuka juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi utakayeinuka juu yetu utafanikiwa, maana huo ndio urithi
wa watumishi wa Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kufikia mwisho wa kipindi chetu, na unaweza kutoa sadaka yako kwa ajili ya namba zilizoko hapo kwenye skrini. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kuomba kwa ajili ya mwezi wa 4, na mimi natamani upate nafasi ya kuendelea kuombea mwezi huu wa 4. Endelea kuomba na omba mpaka Roho Mtakatifu usikie amani moyoni mwako, usikie amani ya Roho Mtakatifu moyoni mwako. Kwa hiyo endelea kuomba. Mimi nimekupa tu utangulizi na tumeomba kwa sehemu, lakini ninaamini pata nafasi ya kuomba, na usiache kuachilia sadaka kwenye lango la mwezi wa 4 ili kutawala hilo lango na kulimiliki kwa maombi na kwa sadaka. Na Mungu wa mbinguni akubariki na akutunze. Tutaonana tena kwa siku nyingine. Asante.